Mama, nilikuja kumwona CFO na nimemaliza kuongea naye muda si mrefu, lakini vitu alivyoniambia kiukweli vinanifikirisha sana. Kwanza inabidi nifahamu hiyo dhahabu imepotea vipi. Mimi sitaki urafiki na baba mama, mimi nataka mamlaka. Nilikuwa na wazo mama, mimi nilikuwa naomba urudi pale nyumbani ili uweze kuwa karibu na baba. Nahisi kama anakosa uangalifu juu ya ugonjwa wake, hiyo ndo sababu anachelewa kupona. Na hata kuzidiwa kwake, nahisi kama kuna kitu dokta anashindwa kusema. Mama, unashindwa kurudi kwa sababu ya baba au kwa sababu ya Jabari? Hello? Mama? Hello? Can I give you some? Yeah, thank you. Anavyo hapa mwanangu. No, kipenzi. Mimi leo nataka niwarudishe nyuma kidogo. Yaani enzi zangu mimi hapa mama yenu. Enzi zangu nilikuwa mzuri. Yaani mzuri kweli kweli, usinione hivi mzuri mimi. Yaani tena nilikuwa mrembo. Hakuna mtu ambaye alikuwa anaweza kunifikia. Ndipo hapo babake Apollo ameshindwa kabisa kuvumilia, akaamua nitokee. Si ndio akanitokea? Kwa kweli mapenzi ya zamani yalikuwa raha sana. Acha tu. So mom, ikawaje sasa baada ya hapo? Unauliza ikawaje? Subiri nikupe. Yaani baada yule baba kuniambia tuende, nikaondoka nayo siku ule ule, sikusubiri hata kesho. Asija akabadilisha maamuzi. Nikaondoka naye. Nilivyofika kule, si nikajikuta nimelala mpaka asubuhi. Wacha wewe. Sasa basi nilitamani niendelee na yule baba, maana alikuwa mzuri. Yaani nikwambia mzuri kweli. Umemuona wewe Apollo? Yaani babake chata, baba yake tupu, jicho hilo. Sasa ndio mimi nilikuwa nimekufa kwa baba yenu. Yaani alikuwa na jicho, alikuwa anakwambia kapanda hewani, jitu jeupe. We, ningewezaje kuliacha? Nikaondoka nalo. Kwa hiyo mama, ilikuwa mara moja tu, sio? Usiku mmoja ndio. Na siku hiyo hiyo ndio ikaingia mimba wewe mwanangu hapo. Queen, inatosha What? Mwacha ongee, mwacha ulize. Yaani uko sahihi. Nakwambia niliondoka naye baba yako, na ndio siku hiyo hiyo nikapata mimba. Yule bwana nilivyomwambia sasa nina ujauzito, si ndio hapo hapo ilikuwa mwanzo na mwisho. Niliumiaje kwenye moyo wangu? Nilijilaumu. Yaani nikaona sasa hii imekula kwangu. Ndio baba ananiambia kwamba huko kwa sababu una mimba, hiyo mimba sio ya kwangu, kwa hiyo usinifuatilie na usinitafute. Ukimpata huyo mtoto wa kwako huyo, ukinitafuta mimi nitakuua. Alikuwa na roho ngumu yule baba, lakini mimi mwenyewe ninampenda mpaka leo. Yaani nilikuwa nampenda. Yaani nilikuwa nampenda kweli. Mwambie yeye wanaume kupenda huko jamani. Nilipenda. Mimi najua kupenda mimi. Ulikuwa mwaka gani wewe mama? Sasa, filamu ile chakula kinapoa. Kuleni elfu mwenye yezo juisi mtakabwa. Wewe ni mami. Nani? Hii hapa babangu. Niendelea naye. Mikono juu, twende kwa moto. Tunafurahi.
Yaani nyumba hii jinsi mimi ninavyopambana ili kuwasababishia ninyi mkae muishi maisha mazuri, na hasa unafanya hustling kwelikweli, lakini sioni hata chembe ya sapoti, sio wewe wala sio mwanao. Sijui mna roho gani humu ndani. Hivi Akida, unataka nifanye nini ili ujue tuko pamoja? Maana kila ninachokifanya kwako ni shida. Hakuna hata siku moja nikafanya kitu ikawa kipo sawa. Kila ninachokifanya ni shida. Unataka nifanye nini? Nikikuuliza sasa hivi mtoto wako yuko wapi, utanijibu nini? Unajibu. Kwa maana hiyo unataka mimi niache kazi zangu nazozifanya halafu nitoke niende nikamtafuta yule kaka wako? Kweli? Kila nikikaa nikipanga mipangilio yangu ya kazi, wewe na mwanao mnakuja mnaivuruga. Sijui mnatumwa nyinyi? Dharau hizo. Yaani mimi naongea na wewe, unaniacha unaondoka. Kwa hiyo mimi ndo nikate hizo karoti hapa. Si dharau hizo? Mimi zitazikomesha. Nawaambia dharau katika hii nyumba nitazikomesha. Mimi naongea unaniletea dharau hapa. Halafu baadaye mnataka mwanze kukaa mnajisifu. Oh, mimi mke wa mbunge. Mimi sijui mtoto wa mbunge, bila kutoa nguvu zenu zozote. Hii si sawa. Zuri. Wake up. Ulikuwa wapi leo? Unamaanisha nini? Nilipotoka chuo nimerudi nyumbani. Unanidanganya. Sasa kwa nini nikudanganye mama? Nilikuona mahali ukiwa na wenzako. Wapi? Club. Club? Sasa mimi nafuata nini club? Mimi sijaenda popote. Nilikuwa hapa nyumbani. Kwa hiyo nitakuwa nimechanganyikiwa basi. Kwa sababu haiwezekani nikawafananisha wote watatu.
Believe it or not, sijatoka humu ndani, sijaenda popote. Zuri, umelala saa ngapi leo? Muda mrefu. Okay. Good night. Nimekuta nyumbani ili tuzungumze kidogo kabla tujafika ofisini. Sawa, hamna shida. Two consignment. Kwanza mzigo umepotea mikononi mwenu. Lakini pili, Amali Company imewaamini mmeshindwa kuwa makini. Najua kiongozi. Unajua uharamia umeongezeka sana sasa hivi. Mizigo yenu ilikuwa chini ya askari wetu makini kabisa. Lakini hata na wao walipotea. Hivi inawezekana vipi dereva na mizigo vikapotea alafu gari kapatikana? Na si mlisema mnafunga vingamuzi kwenye kila gari kujua mzigo unaenda wapi? Ndio, tunafanya hivyo. So how that can be possible? Wahuni walohusika juu ya hii walikuwa na information zote. Walifanya kazi kwa usmati wa hali ya juu. Waligundua ni wapi tunafunga truck, na tulipojaribu kufuatilia truck tukajikuta tunatokea sehemu ambako gari. Hii sio kazi ya polisi tena. Una vitu viwili. Either mrudishe mzigo uliopotea au mlipe fidia. Only that. Kiki, tuachane na mambo yote yalopita yale. Tuachane nayo. Tuanze upya. Kwa sababu wewe msanii mkali sana, afu unajua kitu gani unafanya. Mimi nataka kutengeneza hit song. Alafu unakumbuka kuna kitu ulifanya ukakiacha? Umefanya vitu vingi, usikizishe. Ngoja kusikizisha kidogo. Yeah. Ndio maana nakwambia tuachane na vitu vyote vilivyopita. Sasa lakini kwenye hii ngoma, muona kwenye hizi hahitaji watu hapa wafanye back vocal, ni ngoma fulani hivi classic. Sasa producer au watu wenye mtatoa wapi na kati ngoma mwenyewe? Una rafiki zako mkuja nao? Naweza nikawekeza wao kufanya kitu. No, mimi sio mwimbaji. Kama ni kitu kidogo tu. You can do it for, yani unaweza kumsupport ni rafiki yako. Unaweza. Let's go.
Yani producer, wewe ni mkali, yani wewe ni mkali, hakuna mtu anayekupata. Kiki analikwambia lakini kwamba lazima fanye kitu fulani kizuri, kinakuwa kitu kikubwa sana. Afu hata rafiki zako wamefanya, umeona? Ungetegemea ngoma imekuwa kali kama sana. Hapa mchawi video. Kwa hiyo producer, sisi tunaanza maandalizi ya kufanya video. Yeah, of course. Unasemaje? Maana tunataka tuue kwenye video, tunataka chupa la dunia. Kwa hiyo actually audio inatoka lini? I mean ngoma tunapata lini? Swali leo na kesho nao nasikiliza, alafu kesho utakaa na watu wangu. Kesho kuta mje studio. 2 days. 2 days tunakuja studio. Yeah, kesho kuta mje studio msikilize. Play kidogo ya kushibisha kama kidogo. Oh my God, fresh. Yeah. Nyama amejitahidi sana, yani imetisha. Congratulations. Nyama mwingi. Tricks forever. Tricks forever.